Kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 3. Neno la Mungu linasema, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni, saa ya kusali saa 9, na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilichonacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamuinua. Mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda. Akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu, wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa ushangao, wakastaajabia mambo yale yaliyompata. Basi alipokuwa akiwashika Petro na Yohana, watu wote wakawakusanikia mbio katika tao lile lililoitwa Tao la Suleman, wakishangaa sana. Hata Petro alipoyaona haya akawajibu wale watu, enyi Waisraeli, mbona mnastaajabia haya? Au mbona mnatukazia macho sisi kana kwamba tumemfanya huyu aende kwa nguvu zetu sisi au kwa utawa wetu sisi? Mungu wa Ibrahim na wa Isaka na wa Yakobo, Mungu wa baba zetu, amemtukuza mtumishi wake Yesu, ambaye ninyi mlimsaliti na kumkana mbele ya Pilato alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe. Bali ninyi mlimkana yule mtakatifu, yule mwenye haki, mkataka mpewe muuaji. Mkamuua yule mkuu wa uzima, ambaye Mungu amemfufua katika wafu, na sisi tu mashahidi wake. Na kwa imani katika jina lake limemtia nguvu mtu huyu mnayemwona na kumjua, na imani ile iliyo kwake yeye imempatia huyu uzima huu mkamilifu mbele yenu ninyi nyote. Basi sasa, ndugu, najua ya kuwa mliyatenda haya kwa kutokujua kwenu, kama na wakuu wenu walivyotenda. Lakini mambo yale aliyohubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa, ameyatimiza hivyo. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana, apate kumtuma Kristo Yesu mliyewekewa tangu zamani, ambaye ilimpasa kupokewa mbinguni hata zije zamani za kufanywa upya vitu vyote, zilizonenwa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa ulimwengu. Kwa maana Musa kweli alisema ya kwamba Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii katika ndugu zenu kama mimi. Msikieni yeye katika mambo yote atakayonena nanyi. Na itakuwa ya kwamba kila mtu asiyemsikiliza nabii huyo ataangamizwa na kutengwa na watu wake. Naam, na manabii wote tangu Samueli na wale waliokuja baada yake, wote walionena walihubiri habari za siku hizi. Ninyi mmekuwa watoto wa manabii na wa maagano yale, ambayo Mungu aliagana na baba zenu akimwambia Ibrahim, katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu, alimtuma kwenu ninyi kwanza, ili kuwabarikia na kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3, tunaenda kufanya maombi ya kushinda matatizo ya kuzaliwa. Ninaomba unisikilize vizuri, ili nikusaidie kuelewa jambo hili, halafu tuingie kwenye maombi. Sehemu kubwa ya matatizo yanayowatesa watu kwenye maisha ni matatizo ya kuzaliwa, au kwa maneno mengine, haya ni matatizo ambayo mtu anazaliwa nayo. Ni shida ambayo mtu anazaliwa nayo. Ni mateso ambayo mtu anazaliwa nayo. Ni mfumo wa maisha ambao mtu anazaliwa nao. Na kinachotokea ni kwamba huyu mtu anakuwa amezaliwa na tatizo. Anakuwa hajui ni kwa nini anateseka. Anakuwa hajui ni kwa nini anaumia. Na anakuwa hajui ni kwa nini amefungika kiroho. Inakuwa hivyo kwa sababu asili ya mateso anayopitia hajayasababisha yeye, lakini amearithi kutoka kwa watu waliomtangulia, kwa maana ya wazazi waliomzaa
au ndugu waliotangulia kuzaliwa kabla yake. Sasa haimaanishi kwamba hawa watu walikuwa ni watu wabaya, lakini inawezekana kabisa kwamba na wao waliteseka na shida zinazomtesa huyu mtu, lakini hawakujua kitu cha kufanya. Hawakuweza kupata suluhisho. Na kama matokeo, matatizo yaliyowatesa wao yanaenda kuwatesa na watoto wanaozaliwa. Labda nizungumze na wewe moja kwa moja. Fikiri babu yako alikuwa anasumbuliwa na tatizo la moyo, na kwa bahati mbaya hakupata msaada wa kiroho, kwa hiyo akafa na hilo tatizo. Miaka 20 baadaye ukaja ukazaliwa wewe unayenisikiliza. Unakula vizuri, unafanya mazoezi, unajali afya, lakini unashangaa na wewe umegundulika na pressure. Tatizo lile lile lililompata babu yako ndilo tatizo lililokupata na wewe. Sasa tafsiri yake kiroho ni kwamba ulizaliwa na hilo tatizo, lakini lilikuwa linasubiri muda wa kujidhihirisha. Na ndani ya matatizo ya kuzaliwa kuna maagano ya kurithi. Ukuyaanzisha wewe, lakini umezaliwa kwenye familia yenye maagano. Kwa hiyo ile siku unayotoka kwenye tumbo la mama yako, unakuwa ni sehemu ya yale maagano. Ndani ya matatizo ya kuzaliwa kuna roho za mizimu, na hapa ndipo watu wengi sana wanateseka, kwa sababu mizimu ni roho zinazoweka mipaka kwenye maisha ya mtu. Zinaweza kumzuia mtu asisome, zinaweza kumzuia mtu asiwe na ndoa, zinaweza kumzuia mtu asifanikiwe, na mambo mengi mabaya yanayofanana na hayo. Ndani ya matatizo ya kuzaliwa kuna laana za ukoo. Unakuta kwenye ukoo au familia kuna laana inapita na kutesa kila mtu kwenye hiyo familia. Na hizi laana zinakuwa zinafanya kazi tofauti tofauti. Mahali pengine laana za ukoo zinaua watu wakifika umri fulani. Mahali pengine laana za ukoo zinafanya watu wawe maskini, hata wakijitahidi kupambana hawafanikiwi. Na kila anayezaliwa kwenye hiyo familia, ile laana inamkamata na yeye. Kwa hiyo ni kitu amezaliwa nacho kutoka kwenye ukoo wake. Unanisikiliza? Hebu sema amen kama unanisikiliza. Ndani ya matatizo ya kuzaliwa kuna magonjwa ya kurithi. Mtoto anazaliwa na shida ya moyo, mtoto anazaliwa na kisukari, mtoto anazaliwa na shida ya damu, mtoto anazaliwa na uvimbe. Yote haya ni matatizo ya kuzaliwa nayo. Sasa ukisoma kwenye maandiko, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 2, maandiko yanatupa habari ya mtu aliyekuwa na tatizo la kuzaliwa nalo. Maandiko yanasema, na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu alikuwa ni kiwete, na maandiko yanatuambia ya kwamba tatizo lake lilianzia tangu alipokuwa tumboni mwa mama yake. Kwa hiyo mpaka siku anazaliwa, tayari anazaliwa akiwa na tatizo, hawezi kutembea. Na kuna watu wengi leo hii wanaishi na matatizo waliozaliwa nayo. Wengine matatizo yao yalianzia tumboni mwa mama zao. Wengine matatizo yao yameanzia kwenye vinasaba au genetics. Sikiliza, hawakupenda kuwa jinsi walivyo. Hawakupenda kuteseka wanavyoteseka. Lakini shetani amewawekea hayo matatizo kabla hawajazaliwa, ili kwamba wakizaliwa yawe ni matatizo yao siku zote. Lakini kama Mungu aishivyo, hilo halitakuwa fungu lako kwa jina la Yesu. Nasema hilo halitakuwa fungu lako kwa jina la Yesu. Kwa sababu huyu Mungu tunayemtumikia ana nguvu ya kukutoa kwenye hiyo shida. Kwa sababu kwake yeye hakuna neno gumu lolote asiloliweza. Atakufungua na kukuponya, na atakupa uzima kwa utukufu wa jina lake. Na ndiyo maana ukisoma ule mstari wa 6, maandiko yanatueleza namna ambavyo huyu mtu alikutana na nguvu za Mungu. Maandiko yanasema, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda. Akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Hili ndilo litakuwa fungu lako katika jina la Yesu. Uponyaji wa aina hii ndio litakuwa fungu lako katika jina la Yesu. Haijalishi taarifa ulizopewa na wanadamu, Yesu anaenda kukupa taarifa ya ushindi siku ya leo.
Hujaandikiwa magonjwa, umeandikiwa uzima katika jina la Yesu. Hujaandikiwa kushindwa, umeandikiwa kushinda katika jina la Yesu. Hujaandikiwa kusahaulika, umeandikiwa kukumbukwa na Bwana. Na hili ndilo litakuwa fungu lako katika jina la Yesu. Utamwona Bwana akiingilia kati maisha yako na kukubadilishia historia. Utamwona Bwana akifuta cheti cha kifo na kukupa hati safi ya uzima iliyosafishwa kwa damu yake. Nataka uamke kuanzia leo na uanze kutembea kifua mbele, maana yupo Yesu aliyekufa kwa ajili yako ili wewe upate kuwa na uzima kisha uwe nao tele. Achana na hizi habari za kujitamkia udhaifu, kwamba unajua mimi na kuaga na pressure, unajua mimi na kuaga na asthma, unajua mimi na kuaga na shida ya damu. Sikiliza, hiyo haikusaidii kupona. Hebu anza kuzungumza lugha ambayo Yesu anaielewa. Anza kukiri uzima wako kwamba kwa kupigwa kwa Yesu pale msalabani mimi nimepona. Asthma sio fungu langu kwa jina la Yesu. Pressure sio fungu langu kwa jina la Yesu. Sickle cell sio fungu langu kwa jina la Yesu. Bwana amenikomboa kwa damu yake ya thamani, na kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Unisikilize mpendwa. Kufunguliwa si maombi peke yake. Kufunguliwa kunaanzia kwenye kubadilisha mtazamo wako. Kufunguliwa kunaanzia kwenye kubadilisha mindset yako, kubadilisha kusema kwako. Na ndio maana maandiko yanasema kila mtu aliye dhaifu na aseme ninazo nguvu. Let the weak say I am strong. Kadri unavyozidi kukiri ushindi, ndivyo ushindi unavyosogea kwako. Kadri unavyokiri uzima, ndivyo uzima unavyosogea kwako. Amen. Ninaomba ufunike macho yako. Funika tu macho yako. Nataka umtafakari Yesu. Ndani ya moyo wako nataka umtafakari Yesu. Usitafakari matatizo yako. Usitafakari taarifa za vipimo. Mtafakari Yesu aliyeshinda mauti. Mtafakari Yesu aliyefanya mabubu waseme. Mtafakari Yesu aliyewafanya viziwi wasikie. Mtafakari Yesu aliyefufua watu. Alimfufua Lazaro aliyekufa na kuoza, lakini akamfanya aishi tena. Mtafakari Yesu ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mtafakari Yesu ambaye ni Mungu na anasema hakuna neno gumu lolote asiloliweza. Yote yanawezekana kwake. Aliumba mbingu na nchi na hakuna neno linalomshinda. Mtafakari huyu Yesu, kwa sababu muda huu sasa hivi yupo tayari kukuponya. Muda huu yupo tayari kukufungua na kukuweka huru. Muda huu yupo tayari kukuondolea msiba wako na kukupa uzima. Mtafakari Yesu asiyeshindwa na chochote. Mtafakari Yesu aliyekubali kusulubiwa pale msalabani bila kosa lolote ili wewe upate kupona. Mtafakari yeye. Tafakari ukuu wake. Tafakari uweza wake. Tafakari rehema zake. Alafu sema, Bwana Yesu. Sema tena, Bwana Yesu, ninakuhitaji sana kwenye maisha yangu. Ninaomba unifungue na kuniokoa, maana sina tumaini jingine ila ni wewe tu. Sina msaada mwingine ila ni wewe tu Bwana. Nisamehe kwa makosa yangu yanayonitenganisha na wewe. Nisamehe kwa dhambi zangu zinazouficha uso wako. Nisamehe kwa maovu yote niliyoyafanya kwenye maisha yangu. Nisamehe kwa yote niliyotenda yanayonifanya niwe mfungwa wa kiroho. Ninatubu kwako, ninaomba rehema. Ninatubu kwako, ninaomba rehema. Ninatubu kwako, ninaomba rehema. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Endelea kuomba rehema. Endelea kuomba rehema kwa maneno ya kinywa chako. Unapoomba rehema, Roho Mtakatifu atakuongoza maeneo ya kuomba rehema. Tii maelekezo anayokupa. Usikae kimya. Hata kama utanisikia mimi naomba, usinyamaze ukaanza kunisikiliza. Wewe endelea kuomba. Nataka nisimame kama kuhani kwa ajili yako mbele za Bwana, kwa sababu yoyote inayompa shetani uhalali wa kuyatesa maisha yako, ili Mungu akusamehe. Hata kama tatizo linalokutesa kwenye maisha ulizaliwa nalo, Mungu ni mwingi wa rehema, ataachilia rehema zake. Kwa hiyo endelea kuomba, endelea kuomba, endelea.
Baba, katika jina la Yesu, nasimama kama kuhani katika ulimwengu wa roho. Ninaomba toba na rehema kwa mtu huyu anayenisikiliza na anayeungana na mimi katika maombi haya. Baba, ninaomba toba kwa misingi mibaya iliyojengwa kwenye familia na ukoo wake kabla hajazaliwa. Misingi iliyotumika kupitisha vifungo vya kurithi vilivyopata nafasi ya kumwingia tangu siku anatoka kwenye tumbo la mama yake. Baba, ninaomba rehema kwa ajili yake. Ninaomba rehema kwa ajili yake. Ninaomba rehema kwa ajili ya kuzaliwa kwake. Mahali popote ambapo shetani alijipatia uhalali wa kuingia ndani yake na kumfunga, Baba, ninaomba rehema. Baba, ninaomba rehema. Yamkini ipo sababu ambayo shetani anajivunia nayo. Yamkini ipo sababu ambayo shetani anaisimamia ili kumfanya awe mtumwa wa vifungo vya kiroho. Nasimama na damu ya Yesu iliyomwagika kwa ajili ya masamaha ya dhambi. Nasimama na damu ya Yesu iliyomwagika kwa ajili ya kuondoa uovu. Baba, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye historia ya kiroho ya huyu mtu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye historia ya kiroho ya maisha yake. Nanyunyiza damu ya Yesu inene rehema kwa niaba yake katika ulimwengu wa roho. Nanyunyiza damu ya Yesu inene rehema kwa niaba yake kwenye misingi ya makosa. Nanyunyiza damu ya Yesu inene rehema kwa niaba yake kwenye misingi ya uovu. Baba, ninaomba asamehewe. Baba, ninaomba aachiliwe mahali anaposhikiliwa kwa mujibu wa sheria za kiroho. Baba, ninaomba aachiliwe kwa damu ya Yesu. Ninaomba aachiliwe kwa damu ya Yesu. Ninaomba mashitaka yake ya kiroho yafutwe kwa damu ya Yesu. Ninaomba hukumu za kiroho zilizotolewa kwenye maisha yake zifutwe kwa damu ya Yesu, na pasiwepo na kumbukumbu lake tena. Maana kwa damu ya Yesu tunao ukombozi wetu na masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Baba, neema yako iingilie kati maisha ya huyu mtu anayenisikiliza. Baba, rehema zako ziguse chimbuko la vita yake na ukamwangalie kwa jicho la rehema. Baba, ukamrehemu na kumwondolea hatia zinazomfunga bila yeye kujua. Ninaomba sauti ya damu ya Yesu isikike katika historia ya maisha yake. Sauti ya damu ya Yesu ikabatilishe na kutengua vifungu vya sheria vinavyomfanya awe mtumwa wa magonjwa, vinavyomfanya awe mtumwa wa dhambi, vinavyomfanya awe mtumwa wa maisha, vinavyomfanya awe mtumwa wa kiroho. Sauti ya damu ya Yesu ikabatilishe kila uhalali wa mateso yake. Sauti ya damu ya Yesu ikabatilishe kila uhalali wa vifungo vyake. Baba wa rehema, natubu kwa misingi mibaya iliyowekwa na wazazi wake. Natubu kwa misingi mibaya iliyowekwa na wazee wa kimila na wazee wa ukoo kwenye kabila analotokea, kwa kafara na ibada za siri za miungu iliyotumika kupitisha vifungo vya kuzaliwa kwenye maisha yake. Natubu kwa makosa ya kiroho yaliyofanywa na wazazi wake kwa kujua na kwa kutokujua, yaliyofungua mlango na kuachilia vifungo vya kuzaliwa kwenye maisha yake. Baba, ninaomba rehema kwa ajili yake. Baba, ninaomba rehema kwa ajili yake. Baba, ninaomba rehema kwa ajili yake. Natubu kwa matendo ya siri yaliyofanyika vizazi na vizazi katika historia ya maisha yake, yaliyotumika kuweka unajisi kwenye vinasaba vya ukoo na kufungua mlango wa uharibifu unaofuatilia na kutesa maisha yake. Ninaomba toba na rehema, Mungu uliye hai. Ninaomba toba na rehema, Baba wa rehema. Ninaomba rehema kwako. Samehe kila uovu uliojificha kwenye familia na ukoo wake. Samehe kila sababu iliyojificha inayofungua mlango wa mateso na vifungo vya maisha yake. Nanyunyiza damu ya Yesu inene rehema kupitia jina lake. Mahali popote hukumu za kiroho zilipoachiliwa kupitia jina lake, ninaomba zikabatilishwe na kufutwa kwa damu ya Yesu. Ninaomba zikabatilishwe na kufutwa kwa damu ya Yesu. Ninaomba zikabatilishwe na kufutwa kwa damu ya Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu inene kinyume dhidi ya matamko ya laana yanayofuatilia maisha yake kutoka kwenye ukoo aliozaliwa. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, nena rehema kwa ajili yake. Damu ya Yesu, nena rehema kwa ajili yake. Damu ya Yesu, nena rehema kwa ajili yake.
Mahali popote nafsi yake ilipounganishwa na madhabahu za uharibifu, ninaachilia damu ya Yesu inene rehema kwa ajili yake akaachiliwe. Ninaachilia damu ya Yesu ikanene rehema kwa ajili yake akafunguliwe. Kumbuka rehema Bwana, ukamsaidie mtoto wako. Kumbuka rehema Bwana, ukamfungue. Kumbuka rehema Bwana, ukamponye siku ya leo na kumtoa kwenye uteka alio nao. Nasimama kwa damu yako Bwana Yesu iliyomwagika kwa ajili ya ukombozi wake na uponyaji wake. Ninaomba rehema kwa taarifa mbaya zilizopata kibali kwenye moyo wake. Ninaomba umsamehe kwa kukuwekea mipaka. Ninaomba umsamehe kwa kutokukuamini wewe. Ninaomba umpe nafasi ya kupona siku ya leo. Ninaomba umpe nafasi ya kufunguliwa siku ya leo. Rehema zako zikutane na mahitaji yake siku ya leo. Rehema zako zikutane na machozi yake na ukabadilishe historia yake, Baba wa rehema. Ninakuomba na kukusii, umkumbuke na yeye siku ya leo. Kama vile ulivyokumbuka agano na ukawatoa wana wa Israeli kwenye utumwa, ninaomba ukumbuke agano la damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Ukamfungue na kumponya. Ukamfungue na kumpa uzima. Ukamfungue na kumpa afya njema. Ukamfungue na kumpa ushindi. Baba, ulisema katika neno lako ya kwamba kila atakayeliitia jina lako ataokolewa. Yesu, ninakuita kwa ajili ya huyu mama. Yesu, ninakuita kwa ajili ya huyu baba. Yesu, ninakuita kwa ajili ya huyu kijana. Yesu, ninakuita kwa ajili ya huyu dada. Ninaomba leo ikawe siku yake ya kuguswa na wewe. Baba, ukaisikie sauti ya kilio chake anavyokulilia. Baba, ukasikie sauti ya kilio cha moyo wake na kumtoa kwenye msiba wake. Yamkini amefika mwisho na hana tumaini tena. Yesu, wewe ndiyo tumaini lake. Ninaomba usikie kuomba kwake ukaitike. Ninaomba usikie kuomba kwake ukamfungue na kumweka huru. Baba, na kutegemea wewe. Hata yote chini ya kiisha, bado tutakutazama wewe. Maana wewe ndiye tumaini letu na msaada wetu nyakati za shida. Njoo Bwana utuokoe. Njoo Bwana utufungue. Njoo Bwana utuponye. Njoo Bwana utuguse sawasawa na wingi wa rehema zako. Njoo Bwana. Njoo Bwana. Njoo Bwana. Njoo Bwana. Njoo Bwana. Njoo Yesu. Njoo Yesu. Njoo Yesu. Njoo Yesu. Mandiri ya shamandarabakokori ya shatarabakori mandira. Rika mandarabakokori ya shantanarabakokori ya sika. Kwa maneno ya kinywa chako anza kumwambia Yesu akuponye kwenye tatizo unalojua umezaliwa nalo. Lakini pia inawezekana hujui kama hilo tatizo linalokutesa umezaliwa nalo. Wewe omba tu. Mwite Yesu, mwambie Yesu, ninaomba uniponye. Yesu, ninaomba unifungue. Na unapoomba, taja tatizo linalokusumbua mbele za Bwana. Na mimi naomba kwa ajili yako. Usinyamaze. Usinyamaze. Mwambie Yesu akuponye. Mwambie Yesu akufungue. Bwana amesikia toba yetu na Bwana amesamehe. Na uhalali ambao shetani alikuwa nao umeshaondolewa. Kwa hiyo omba uzima, omba ushindi, omba uponyaji. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea, endelea, endelea. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kuwa unanisikia. Asante kwa kunipa mamlaka na nguvu katika ulimwengu wa roho. Nasimama kwenye nafasi ya kifalme katika ulimwengu wa roho. Neno lako linasema kwenye Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda
wanaopenda maisha yao hata kufa. Baba, nasimama na damu ya Yesu kama silaha. Navunja kazi za shetani zinazofunga maisha ya huyu mtu. Navunja kazi za kichawi zinazofunga maisha yake. Natiisha roho za mizimu. Natiisha roho za miungu zinazokutesa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kila goti litapigwa. Ewe pepo mchafu wa uharibifu na mauti, umekaa ndani ya huyu mtu vya kutosha, na sasa mwisho wako umefika. Toka, achia maisha yake. Toka, achia maisha yake. Toka, achia maisha yake. Na kuvunja kwa rungu la Bwana. 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 Toka, 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 toka. Achia mwili wake. Achia nafsi yake. Toka kwa jina la Yesu. Achia, 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 achia maisha yake. Una uhalali tena wa kukaa ndani yake na kumtesa. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Enyi roho chafu za mizimu ya ukoo, nabatilisha makazi yenu kwenye nafsi yake. Baba yenu Shetani alipigwa na mahali pake hapa kuonekana tena mbinguni, na mimi nawapiga na kuwasambaratisha kwa jina la Yesu. Natoa tamko la mamlaka katika ulimwengu wa roho kwamba mahali penu pasionekane tena kwenye nafsi ya huyu mtu. Mahali penu pasionekane tena kwenye maisha yake. Moto wa Mungu ulao, moto wa Mungu ulao uwafuatilie na kuwapata na kuwateketeza. Hamna nafasi ya kurudi tena na kumtesa. Hamna nafasi ya kurudi tena na kumtesa. Na wateketeza kwa moto ulao. 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 Teketea kwa jina la Yesu. Teketea kwa jina la Yesu. Teketea kwa jina la Yesu. Neno la Bwana linasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu cha kuwadhuru. Na piga na kusambaratisha nguvu za kichawi zilizoingia kwenye maisha yako kupitia placenta. Mawakala wa kuzimu, mawakala wa gambosh mlioingia kwenye maisha yake kupitia placenta, na wadhoofisha na kuwavunja, na wadhoofisha na kuwavunja, na wadhoofisha na kuwavunja. Na ng'oa mapando mabaya mliopanda ndani ya huyu mtu. Na ng'oa mapando ya magonjwa. Na ng'oa mapando ya utumwa. Na ng'oa mapando ya laana. Na ng'oa kwa jina la Yesu. 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 Enyi mawakala wa kuzimu mliolaniwa na Bwana, na wapiga na kuwasambaratisha kwa jina la Yesu. Na wapiga na kuwasambaratisha kwa jina la Yesu. Na watoa kwenye maisha ya huyu mtu. Mmemtesa vya kutosha, mmemuumiza vya kutosha. Ufalme wenu umebatilika. Ufalme wenu umeanguka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Toka, achia maisha yake. Toka, achia maisha yake. Toka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Achia, achia, achia. Moto wa Mungu lao uwatafune kwa jina la Yesu. Moto wa Mungu lao, moto wa Mungu lao, moto wa Mungu lao, moto wa Mungu lao uwatafune kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wewe uliyefungwa kupitia placenta, wewe uliyefungwa kupitia placenta, natuma moto wa damu ya Yesu. Natuma moto wa damu ya Yesu. Moto, 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 moto. Moto wa damu ya Yesu unapita. Moto wa damu ya Yesu unapita. Unapita kwenye asili ya kifungo chako. Moto wa damu ya Yesu unapita kwenye misingi ya kifungo chako. Unafunguliwa, 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 unafunguliwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hakuna uchawi utakaosimama kwenye maisha yako tena kwa jina la Yesu. Hakuna uganga utakaosimama kwenye nafsi yako tena katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninaondoa kila uharibifu uliofanyika ndani yako. Kila uharibifu uliowekwa kwenye maisha yako tangu siku unazaliwa. Naondoa vyote kwa damu ya Yesu. Naondoa vyote kwa damu ya Yesu. Naondoa nafuta. Naondoa nafuta. Naondoa nafuta. Naondoa nafuta. Naondoa nafuta kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ufalme wa majini bahari, ufalme wa majini bahari, mwisho wenu umefika. Toka, achia maisha yake. Toka, achia maisha yake.
toka, achia maisha yake. Enyi roho chafu za majini bahari, mliokuja wenyewe na mliotumwa, na vunja kazi zenu zote mlizofanya kwenye maisha yake, na vunja na kuharibu kwa jina la Yesu, na vunja na kuharibu kwa jina la Yesu. Toka, achia maisha yake. Toka, 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 toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Achia tumbo lake, achia tumbo lake, achia, 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 achia kwa damu ya Yesu. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Fire, fire, toka, achia kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Achia maisha yake wewe, achia maisha yake. Toka kwa jina la Yesu. Toka, toka, toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, na lolote mtakalofungua duniani litafunguliwa na mbinguni, kwa mamlaka ya jina la Yesu lipitalo majina yote. Nafungua anga lililozuia uponyaji wako katika ulimwengu wa roho. Nafungua anga lililozuia ukombozi wako katika ulimwengu wa roho. Nafunga wakuu wa anga wanaosimama kinyume na wewe katika ulimwengu wa roho. Nafunga wakuu wa Uajemi wanaoshindana na wewe katika ulimwengu wa roho. Natuma moto Roho Mtakatifu, natuma moto Roho Mtakatifu. Wapigwe, 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 wapigwe na kusambaratika kwa jina la Yesu. Wapigwe na kusambaratika kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa kupigwa kwa Yesu pale msalabani tulipata kupona na kufungua kutoka kwenye kifungo cha magonjwa ya kuzaliwa nayo, magonjwa ya kuzaliwa nayo, magonjwa ya kuzaliwa nayo. Haya, ondoka, 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 achia tumbo lake, ondoka, achia mwili wake, ondoka, 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 toka kwa jina la Yesu wa Nazareti, kwa jina la Yesu. Achia, 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 achia maisha yake, achia mwili wake, achia nafsi yake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nashinda roho ya sickle cell, ikuachie haraka, ikuachie haraka, ikuachie kwa jina la Yesu, ikuachie kwa jina la Yesu. Ninaamuru muundo wa chembe zako za damu upokee uzima na ukae sawa sawa. Seli zako za damu zipokee uzima sasa, zipokee uzima sasa, zipokee uzima. Nasema zipokee uzima sasa, zipokee uzima sasa, zipokee uzima sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nashinda vinasaba vya sickle cell vinavyofuatilia damu ya familia, vinavyofuatilia damu ya ukoo wako, na vishinda na kuvifuta kwa damu ya Yesu, na vishinda na kuvifuta kwa damu ya Yesu. Damu yako itakasike kwenye mishipa, damu yako itakasike kwenye mifupa, itakasike, 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 itakasike kwa damu ya Yesu, itakasike kwa damu ya Yesu, itakasike kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Presha ya kurithi, presha ya kurithi, toka kwa jina la Yesu. Presha, toka kwa jina la Yesu. Presha, toka kwa jina la Yesu. Achia, achia moyo wake, achia mishipa yake ya damu, achia nafsi yake kwa jina la Yesu Kristo. Wewe, wewe, wewe una chochote unachodai ndani yake, una chochote unachodai ndani yake. Yesu amelipa deni zote, Yesu amelipa deni zote na kuvunja, na kuvunja. Toka, achia kwa jina la Yesu. Ewe pepo mchafu, ewe pepo mchafu, toka, 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 toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Na shinda roho ya kisukari kwenye damu yako. Ninaamuru kuachie kwa jina la Yesu, ninaamuru kuachie kwa jina la Yesu. Itoke na kukuachia, itoke na kukuachia. Damu ya Yesu ipite, 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 ipite kwenye kongosho yako. Hiyo roho ya uharibifu na mauti iliyokaa kwenye kongosho yako, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka. Achia, achia kongosho yake, achia kongosho yake kwa jina la Yesu, achia kongosho yake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kiwango cha kudhibiti sukari kirudi mahali pake, kirudi mahali pake, kirudi mahali pake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na achilia damu ya Yesu kwenye maisha yako na kufungua kwa jina la Yesu, na kufungua kwa jina la Yesu. Vifungo vya magonjwa vikuachie, vifungo vya maisha vikuachie, vifungo vya maagano vikuachie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mamlaka za kishetani zilizokufunga na zilipua mahali zilipo, na zilipua mahali zilipo, na zilipua, na zilipua, na zilipua zikuachie, na zilipua zikuachie, na zilipua
zipindua zikuachie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, natangaza ukiwa kwenye kambi za kichawi zilizokutesa. Natangaza ukiwa kwenye kambi za kichawi zilizokufunga kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, funguka, 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 funguka uwe mzima kwa jina la Yesu. Funguka uwe mzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, pokea uzima wako sasa. Pokea uzima wako sasa. Wewe pokea uzima wako. Pokea uzima wako. Pokea uzima wako. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Usipatwe na msiba wako tena. Usipatwe na taabu yako tena. Bwana akufanyie amani. Bwana akufanyie furaha. Bwana akufanyie uzima katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama umefanya maombi haya, napenda kukupa hongera kwa ushindi. Mungu akubariki sana kwa kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 yote. Kesho tutaendelea kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4. Kwa hiyo usisahau kuandaa Biblia yako na ujiandae kwa maombi pia. Lakini kabla sijamaliza kipindi cha leo, nataka nikupe nafasi ya kuokoka. Yaani kumpa Yesu nafasi ya ingie ndani yako na afanike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unapookoka, unapata uhakika wa kuishi maisha ya ushindi ukiwa hapa duniani. Lakini pia unapompa Yesu maisha yako, hata ukifa leo, unakwenda mbinguni. Hii ni habari njema sana ya ufalme wa Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo kama uko tayari unamhitaji huyu Yesu aingie ndani yako na akuokoe na aliandike jina lako kwenye kitabu cha uzima wa milele, fuatisha maombi haya. Sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kuniwezesha kusoma neno lako siku ya leo. Ninaomba unisamee dhambi zangu zote. Ninaomba unisamee makosa yangu yote niliyoyatenda katika maisha yangu. Ninatubu kwako, ninaomba unisamee. Bwana Yesu, ninakuhitaji wewe katika maisha yangu. Ninaomba uingie ndani yangu kwa uweza wa Roho wako Mtakatifu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kuanzia sasa na siku zote. Ninaomba unisaidie shetani asinishinde. Ninaomba unisaidie majaribu yasinishinde. Ninaomba unitie nguvu niweze kudumu katika wokovu, katika jina la Yesu. Amen. Kama umefanya sala hii, napenda kukupa hongera kwa kuokoka. Mungu akubariki sana. Tuonane tena siku ya kesho. Mshirikishe na mtu mwingine unayempenda ambaye unajua anaweza akanufaika na usomaji huu wa Biblia pamoja na maombi. Yesu akutunze na kukulinda. Amen.